Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe mpenzi msikilizaji wa Radio Kivu popote pale ulipo. Ni kwamba matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya na ukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo. Msomaji ni Omari Makilele Ozil. Msikilizaji, katika uchambuzi wetu wa habari za leo tutakuwa na habari muhimu, ripota wetu kutoka sehemu mbalimbali, makala ya michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Kwanza, kabla kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari, nampisha mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa kurasa wa habari muhimu. Naam, asante sana mwenzangu Omari Makilele Ozil kwa kunipa nafasi kwa ajili ya habari muhimu leo hii. Wacha tuanze na katika mji wa Baraka ambako mwenyekiti wa baraza la vijana mjini Baraka, De Gaulle Malembe, ameomba kwa vijana kuwa watulivu wakati wanapokuwa kwenye misiba na hata kwenye harakati za mazishi, kwani imekuwa na madhara tofauti kutokea kwa vijana. Tuangazie pia huko Makobola ambako jeshi la taifa FARDC kwa ushirikiano nao wazalendo inasemekana kusonga mbele siku ya tatu hii kwenye kilomita 3 kuelekea Uvira na hivyo kufaulu kuteka sehemu moja ya Makobola baada ya vita kati yao dhidi ya waasi wa M23. Hiyo inaweza kuleta matumaini kwa baadhi ya raia, imesema hivyo duru yetu ya habari. Tutamatishe habari muhimu katika siku ya leo na habari za huko Burundi. Mashirika ya misaada nchini Burundi yamebainisha kuongezeka kwa idadi kubwa ya maambukizi ya ugonjwa wa kipindupindu katika baadhi ya kambi za wakimbizi wa DRC nchini humo. Mwenzetu Bukuru Elias Daniel atangazia zaidi kwa habari hizi. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa ukurasa wa habari muhimu. Tujikite ndani ya uchambuzi wetu wa habari zenye kwa kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba kitengo cha Regideso mjini Baraka kimesema tayari kimetatua tatizo la kiufundi lililokuwepo kwenye tanki kubwa ya maji na kupelekea maji kutokuja kama kawaida yake katika kata mbalimbali za mji wa Baraka. Akizungumza nasi Bwana Biaombe Venas Biama, muasibu au comptable kwenye kitengo cha Regideso, amesema kuwa wakati huu mvua itilafu mbalimbali zinajitokeza na kupitia mafundi wao tayari tatizo hilo limetatuliwa. Ndugu mtangazaji, wakati ya mvula tunakuwa tuko na matatizo mengi sana kufuatana na captage. Captage kule ni mtoni, kuna mara mtoni na yala, na wakati mtoni na yala inafikia ile captage inakuwa bouché, na ikikuwa bouché il faut tutume baja yetu bafike pale bafanye ile makazi juu ya kudeboucher ile captage na maji inaendelea tena kukuja kama kawaida. Ndio tulituma watu wafanyakazi wetu wako pale, walienda wakafanya ile kazi karibuni siku 2-3, kazi ikakuwa sawa na hivi maji ilishakuwa tena sawa. Sisi tutaambia raia kama tunaendelea kufanya kazi kupatia raia maji kama ipasavyo, na tunaendelea kuambia watu kama waje wakuwe nafika kubiro, kwa sababu sisi tuko nafanya kazi kama ipasavyo juu maji ni maisha, na tunapaswa tuko na ile obligation kupatia kwanza watu maji ile wafahamu ile kazi tunaifanya ili tuwapatie maji. Mwemezi kulikuwa tatizo fulani kulingana pale kueta major. Kueta major tunakuwa na vane yenyewe inakuwa na distribue maji kote ya Malala ya kwanza na kote ya ile Mwemezi. Sasa kuna kwa siku yenyewe tunafika pale tunatingizisha ile vane, maji naenda Mwemezi, ingine siku maji nakuja hivi. Sasa wale waaskari ambao walikuja kutoka huko vitani wakukuwa napenda kukosa maji, hata iko turu ya Mwemezi wanagusa ile vane, maji nakuya hii ngambo ya huko, na ile njoo ilileta perturbation sana kote ya Mwemezi. Lakini tulifika pale tukaona viongozi wao na hivi hali ilishajiretablir, ishakuwa mzuri. Mwishowe muasibu huyo wa kitengo cha Regideso mjini Baraka ameomba kwa wale wote wenye madeni kwenda kulipa bili, kwani milango iko wazi na wafanyakazi kama kawaida. Tunaweza tukaambie watu wale juu kuna wale waabone tunaregistre kama walitoka, lakini watu wafahamu kama Regideso inaendelea kufanya kazi zake kama kawaida, na sisi tuko hapa juu ya kupatia watu maji. Tunajua site yetu ya Baraka kama si Regideso tutumiki, watu wanaweza wakahangaika sana sana. Kwa hiyo sisi tunafanya makazi, na tunaomba waraia wale waabone ambao
wana facture moja mbili, wao nafika ku Regideso, kwa kuwa sisi tunafanya kazi kama kawaida. Tunafungua ofisi yetu 7h30 kama kawaida na tunafunga na 15h30 kama kawaida. Wao nafika kwenye ofisi yetu. Tubaki tu katika mji wa Baraka ni kwamba mwenyekiti wa baraza la vijana mjini Baraka De Gaulle Malembe Kubo ameomba kwa vijana wa mji huu kuwa na hali ya utulivu wakati wanakuwa kwenye misiba au kwenye mazishi, kwani maafa tayari kuorozeshwa kutokana na vijana kuto kujituliza kwenye misiba. Katika mazungumzo nasi, De Gaulle Malembe, mwenyekiti wa vijana mjini Baraka, amesema kwa sasa maafa ni mengi kutokana na hali ya vijana ambao hawapendi kutulia wakati wa kwenda kwenye mazishi, ambako kitendo cha hivi karibuni ni cha kijana mmoja wa kata la Kalinga Side ambaye alianguka kwenye gari na kufariki papo hapo. De Gaulle Malembe Kubo amezungumza nasi. Ile vrai que ni constat yenye kwa amer ya mbaya sana. Haiko tu ile njo probleme ya vajene yangu sahi ya Baraka. Kukilio kuko probleme presque 3. Babiana busiku wako na bomola mavitanda ya watu, manyumba na mambao, swat mavitanda ya msoko, banawasha wa moto busiku, banakunywa pombe nyingi na wafasi fujo sana busiku. Ile ni probleme ya kwanza. Probleme ya pili, wanafika mnivo pasteur ikawia kunani kuhubiri, wananyang'anya meme msalaba na serikali wanabeba peke banaenda zika. Ile ni probleme nyingine. Problema ya tatu ni wakati ya kwenda zika, babiana wanawatimiza pikipiki wanafunga mayani kunyuma na rusha watu wote vumbi. Alors ile ni makomportement zenye ziko za mzuri. Ces derniers temps tuko na kiana mwa mwidaere alianguka ugari akakufa juu ya kujikomporter mzuri mugari sasa kwenda kumazishi, na deja ni danger tuko nayo. Odela umesha kufa tushaona maaksida za mingi. Siku moja nenda zika Kalunja babiana wanaanza mwendo mingi wakafaka aksida wengine wakuyaka mazishi lishaka wapi. Donc naita babiana kuwa na bonne moralité, na naomba wazazi kuwa na patia watoto wao mafunzo na malezi bora kwa nyumba en terme education, parce que tunariske kwa restrema degaza mingi sana. Naomba wakuu viongozi wa waendesha pikipiki kukuwa na sensibiliser ile kitengo mwa jeunesse waendesha pikipiki juu ya makomportement wakati wa kilio, kubeba mwendo mingi, kurusha watu vumbi, hivi Baraka aweze ndio kilio ndio navala mzuri. Juu na watu saa mazishi utakuwa na chafuka. Leo ile yote ni hali yenye haiko ya mzuri yenye hatufurahi. Ndio vile naomba jeunesse wachana zile hali, na kilio ni wakati ya huzuni, inabidi wakati tunafikia kilio tunaonesha huzuni na tunakia kompanye ule mwenye na shida, parce que kilio ni shida tizafikia kila mtu. Tujielekeze kule Malinde, makao makuu ya sekta ya Mutambala. Ni kwamba hatimaye wauguzi wa kituo cha afya cha Malinde wamerejea eneo lao la kazi na hivyo kuanza shughuli zao kama zamani. Hivyo ni baada ya waganga wote kuondoka bila kuaga, na hivyo kituo hicho kufunga milango yake. Taarifa tunazo ni kwamba kurejea kwa wauguzi hao ni baada ya shinikizo lililowekwa na viongozi wa eneo hilo ambao wamepokea kwa masikitiko uamuzi huo uliokuwa na chukuliwa na waganga, kama anavyoeleza hapa. Hiyo habari ilikuwa ya ukweli, balifunga milango ba munganga wenye liko pale ba biara ba munganga pale na ba masera. Wakati nikakuya pata ripoti ya mtu mwenye alizala nje kumulango ya hospitali, wakati raia ilikuwa ya mingi, nikaita medezon nikampatia ile ka kumwambia kama Malinde hakuna munganga, hakuna kuchezi. Hivi saa hii ndo wanawasiri kufungua hospitali Malinde, ndo wanaanza kazi, lakini masiku yote ya nyuma hakuna munganga yenye alikuwa pale kwa hospitali. Si wanasema kimbia vita yenye kingalicho Uvira ilishahamia Malinde. Pale Katanga kuko wa munganga abayatoka, pale Mulongo kuko ba munganga, na Baraka kuko ba munganga. Malinde ndiko kuduzu kilometri na nani nyenye ba munganga. Ni shoze grave yenye natushangaza. Sisi wote tunajiuliza kama lifanyizia vile. Antuka mtu anaongeaka na mtu uko namuona. Wao walifanya hapo busiku, wakadeplace na dawa na vingine wakaenda. Kulamuka msubuhi hakuna mtu. Hivi saa hii ndo nasikia societe civile na kwa niambia kama balishinda kuhesabia vitu yenye vilikuwa pale kwa hospitali na matela mavitanda vinini. Yaani leo ndo wanaanza kazi rasmi. Atungeita ule mkubwa yabo meste chef de zone, yani abangerudia. Yaani ni mshangazo sana, ni mshangazo sana. Munganga ni mtu mwenye anajulikana. Meme mwenye anaumia muvita iko na droit kutunziwa. Awe adui awe nani.
Sasa sie raia hapa hatuyaona adui mwenye anaingia hapa. Tunajua kama hii mingine yote iko chini ya uongozi wa serikali na pamoja na wazalendo, lakini ya ajabu wanganga kufunga hospitali kwenda, ile ni ushangazo sana. Ninaweza waambia tu kila mtu afate kazi yake, sitiane mumapanike ya kimbia na kukimbiza watu wengine. Hata hivyo, duru yetu imeongeza kuwa madhara yangekuwa mengi ikiwa kituo hicho cha afya kingeendelea kufunga milango yake. Madhara ilikuwa mama anaanza zalia pale nje. Huko mama mwenye alizalia nje. Huko wenyewe walienda kwa hospitali liko tabani. Usiku hawakuona mgonjwa, walivuka mpaka Katanga. Yaani ile ndo makaa yenyewe ilikuwa. Yaani watu wa Malindi walijisi kusikia kama habana munganga hapa. Yaani hawapendi na munganga wanasikia. Maisha ni tatizo. Sie Bakongomani yani hatujui kama ni mkoshi gani yenye tuko nayo. Nikisema Malindi nafasi zingine ziko vile. Malindi mtu analala, anawazia saa atasikia masasi ya mtu kwa kumuua mwenye iko minchi yake. Yaani tuna amani Malindi. Kwanza ile ya masasi hatuna amani ya hospitali kwenda. Kwa hiyo tunaomba wa viongozi wakuu serikali wakamate, kila mtu akamate jukumu lake kwa kuchunga raia. Kama wewe unaingia kizalendo ni kuchunga raia, kama uko wa serikali ni kuchunga raia. Ile maswala ya masasi hapana. Hospitali nayo kufunga milango ile ndo yani ndo sasa tatizo karani. Lakini kwa saa hii Mungu anasaidia, wamerudia kwa ajili tuliita mkuu wao ndo mwenye alibaita ndo mara balirudia. Leo hii ndo Malindi kuonekana munganga. Tujielekeze kule kata Lukulu. Ni kwamba hali ya usalama imeripotiwa kuzorota katika kijiji cha Mulongwe, sekta ya Mutambala, tarafani Fizi, kutokana na wazalendo wawili walioshinda na piga risasi olela na hata kutishia raia wa eneo hilo maisha. Kwake mkuu kiongozi wa kijiji cha Malinde ameanza kwanza kutoa picha halisi ya hali ilivyokuwa. Huko kijana umoja wa mzalendo alishauzi jiji mingi sana hapa na kupiga masasi. Iko namuita kama Chiminyara. Sasa huyo kijana aliingia Mulongwe na kuanza pia mwenye iko chini ya chef de village pale. Wakati anaanza mashambulia, bakababiana walimutinga bakamunyanganya silaha. Nyuma wakaenda pora boutique moja pale. Wakati yenye chef de village anakuja, tunaomba intervention. Kwenda fanya intervention pale. Huyo kijana akamatiwa. Ingine magrupe niko mule mukani kama viko mazalendo. Anaanza rushia bara wenyewe walikuwa wanaenda funga ule mwizi masasi. Ndo tatizo libadiliana tu sekunde ngapi ndo habari yenye iko Mulongwe ile. Na ule mwizi anakamatiwa mpaka muli leo. Ule Murundi mwenye alitoka Burundi ni mkimbizi, kwa leo anakuwa mzalendo. Anamuita Constantin ndo mwenye anatia trouble sana mkambi. Kwa hiyo naomba ba viongozi, ile ni kambi haiko fasi ya kuchezea. Ule Burundi Wakongomani biko. Ule Mkongomani mwenye ataingia mwile siasa ya Burundi. Hao Warundi nao wenye biko mkambi. Banaingia mu siasa ya Kongo kwanza piga tena Makongomani masasi. Kuvuruga mafingini. Kwa hiyo viongozi mwenye kutetea sauti yangu akamate jukumu yake kwa kuchunga raia na vitu yote yenye iko mu territoire ya bila vile mutakuwa riske na mingine yote kubakia bure, watu wanakimbia yenye abahoni. Sasa inaongea na admin wa kambi na mwelezea akuya toa ule Murundi yake aende kwa hiyo baba basoda bakirundi benye banakuya. Kwa ajili kama yeye anapenda kisoda hata kwa fanya hiki ya kizalendo huko kuanza kuiba. Aende kwanza Burundi, aende kama soda kwangu bana kama ile group. Hapa kesho watatuletea mkubwa inatoka. Mwishowe kiongozi huyo ameomba kwa wakuu viongozi wa serikali kuvalia njuga swala hilo ambalo ni hatari kwa raia, kama alivyorejea mara tena. Hiyo kabisa siwezi sema ya bongo mpaka niulize ndo nitajua kama ni makundi ya nani. Lakini kuna mmoja hapa mwenye alikamatiwa mwile kundi hapo, anajitapa yeye ni wakakobanya kama kakobanya. Makundi iko mingi kama kakobanya ni mwingine gani hatujui. Ndio kisha balisema sema mimi niko wakakobanya. Bali mugana wanaenda naye wazalendo wanaenda kuweka majoro ya kwao. Leo wengine wanawakia tisa hivi wanapigia makimbiza na sasa tunaliki na dia mrenga. Hii lewa kama serikali haikamate mpango wa kukamata wale wote wabiana bakirundi mule mkambi na 10 ile maisha kuwa wanajiita wazalendo kama viko mu makundi gani, mimi siwezi shuhudia kama mkundi gani. Kama bakamata jukumu la kuwafunga patoa mule mkambi, hasara iko kumulango mwa ile kambi, hasara iko kumulango mwa ile kambi. Jumbo wangu ni moja, najua kama kila mtu anapigania wa raia na raia huku iko nasumbuka sana na hapa babiana benye iko na masirai na tujue kama inatoka wapi. Kwa hiyo wala babiana bakirundi baba kamatie jukumu mwenye anaonekana iko na silaha, bana mufishie, bana
serikali. Kama gisi unavyosikia upande wa pili kipenga kimelia tayari, na ni muda wako mzuri kusikiliza habari za michezo ambaye leo naona Isaac Mulucha Ashibe anasogea barabara. Na asante sana Omari Makelele zile na karibia kabisa katika ukurasa huu wa habari za michezo, na kama kawaida tunaanzia hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna mechi ambazo zilipigwa. CS Manika iliweza kutandika mabao mawili Grupe Bazano, na kwenye mechi ya Renaissance vs AS Angers iliweza kumnyuka Renaissance mabao 3-1. Lakini pia huko kwenye kulipigwa mtanangi wa FC Lupopo na FC Blessing, FC Lupopo iliweza kumtandika Blessing bao 1 bila jibu. Tukumbushe tu kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba huko jimboni Manyema jini Kindu, meya amepiga marufuku uvaaji wa jezi yenye maandishi ya Visit Rwanda. Hii inahusu zile za vilabu vya Atletico Madrid na Arsenal. Hivyo ni katika ule muktadha wa vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ambavyo vinachochewa na Rwanda. Omari Makele zile kwenye michuano ya AFCON ambayo inaendelea huko Rabat, Morocco, ni kwamba kuliweza kupigwa mitanange. Senegal iliweza kupambana na Botswana na Senegal ikaibuka na ushindi mkubwa sana wa mabao 3 bila jibu dhidi ya Botswana. Nigeria hapo jana iliweza kuitandika Tanzania mabao 2-1. Ile nilisikia wa Tanzania wakisema kama wangeongezewa dakika 10 nyingine basi mende ingeangusha kabati, sijui lilikoje hili. Kwa siku ya leo kulionekana maajabu huko, ni kwamba michuano ya AFCON Burkina Faso nchi yake mchezaji Azizi Ki iliweza kunyakua ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Guinea ya Equator kwa kufunga mabao 2 katika dakika za nyongeza. Dakika ya 85 Guinea ya Equator iliweza kufunga bao la ushindi, lakini dakika ya 90 kuongeza 5 Burkina Faso ikafaulu kusawazisha goli hilo, na dakika ya 90 kuongeza 8 basi Burkina Faso ikapachika goli lake ambalo liliweza kusawazisha kabisa mchezo huo kwa siku ya leo. Tukumbushe pia kwamba Zinedine Zidane alikuwepo kwenye jukwaa huko Rabat kushuhudia mechi ya mwanawe ambaye ni Lucas Zidane, ambaye ni golikipa katika timu ya Algeria ambayo nayo ilitandika mabao 3 bila jibu timu ya Sudan. Ni hayo ndio tulikuwa nayo leo kama habari za michezo. Asante sana Isaac Mulucha Ashibe kwa ukurasa wa habari za michezo. Msikilizaji, endapo unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Tujielekeze kule Makobola. Ni kwamba jeshi la taifa FRDC kwa ushirikiano nao wazalendo wanasemekana kusonga mbele siku ya 3 hii kwenye kilomita 3 kuelekea Uvira, na hivyo kufaulu kuteka sehemu moja ya Makobola baada ya vita kati yao dhidi ya M23. Hiyo inaweza kuleta matumaini kwa baadhi ya raia, imesema duru yetu. Taarifa tunazo ni kwamba vita vya siku ya 3 hii vimeelemea zaidi kwenye milima yenye kuinukia kijiji cha Munene, kama alivyohakikisha pia mkuu kiongozi wa kijiji cha Swima tuliozungumza naye muda mchache uliopita, bwana Saidi Swima Abdalla. Kwa mida hii nayoongea niko Swima nyumbani kwangu. Kwanza kulingana na hali ya usalama, Swima tuna kautulivu kwa sababu furo imejongea mbele kidogo. Furo ilikuwa kwenye kilomita 3.5 na mji wa Swima ilikuwa kwa Mene, lakini kwa jitihada na nguvu na kazi ya jeshi letu FRDC pamoja na wazalendo wameweza kufanya kazi kubwa kudelojea wale waasi ambao walikuwa kwenye milima, walikuwa wanapita njia ya juu kwenye milima ya mitambo, waliwadelojea kule na kuwasukuma, na kwa hivi sasa wameshaingia maeneo ya Makobola. Kwa taarifa ambayo tuko nayo, Makobola ya pili ya upande wetu wa Fizi, maeneo ya Bangwe, serikali iko pale kwa sababu juzi jana walishia Ngalula kwa mapambano yaliyokuwa juzi, na jana wakawa wamepumzika, lakini leo wameweza kujongea mbele. Aiza kuhusu hali ya maisha katika eneo la Swima, Saidi Swima amerudi. Kufatana na swali ambalo liliuliza ajili ya wahamiaji wa ndani, kiukweli Swima kwanza watu walikimbia, watu walikwenda Burundi, wengi wameenda Burundi,
na watu wengine walienda Ubwari, na pia Swima kuna wahamiaji wengi ambao wametoka Uvira, Katongo, Kigongo, Makobola, Bangwe, Ngalula, Kahama, kufika hadi Kasekezi, Munene na Ilakala, wote wamerundana umuswima. Wakimbizi wako wengi sana, wahamiaji wa ndani wa deplace interne wako wengi hapa Swima. Na hali ya maisha iko nzito sana, hali ya maisha ni duni. Kwanza kwa upande wa malazi, watu wengine wanalala nje, wakilala baharini, na tuko msimu wa masika, bimaana msimu wa mvua, wengi walikuwa wananyeshewa. Lakini tulichukua fikra kwa kutazama baadhi ya majumba ya watu ambao wamehamia wamekimbia, basi watu tuwaingize kwa yale majumba ambayo wenyewe hawapo, tukawa tumewaingiza ndio kuwahifadhi, ila bado watu wanazidi kumiminika kwa sababu raia wengi walikuwa wamekimbilia milimani katika hiyo miji ya wenzetu. Na pia hali ya maisha ni duni sana, nzito. Kigozi cha unga ambacho kilikuwa kikiuzikana hela 500, kwa bei ya 500, leo kinakuwa unga wa muhogo inakuwa inauzikana 1000. Na unga huu wa mahindi tu, sio sembe, mahindi ya kawaida, unauzikana 2000 kwa hivi sasa. Dagaa alikuwa akiuzikana 2000, 1000, leo anakuwa anawekea 5000. Ile mtu asikia amekula yeye tu na familia ya watu kama vile watatu, labda afanye jitihada kuanzia 20,000 ndio mtu anaweza kala. Pungukiwa sana 10,000 unakula na uweze ukashiba. Hali ni nzito, watu wamekosewa chochote kile. Na kwenye habari za kitaifa ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeorozeshwa kwenye nafasi ya 116 kati ya nchi 163 zisizokuwa na amani duniani, orodha iliyochapishwa na Global Peace Index na taasisi ya uchumi na amani. Kwa undani wa taarifa hii naye Safari Alimasidilwe. Naam, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa nchi zisizo na amani zaidi duniani kwa mujibu wa kiashiria cha amani duniani cha mwaka 2025 Global Peace Index. DRC imepata alama ya jumla 3.292 kwenye kipimo cha 1 hadi 5, ambapo kadri alama zinavyokuwa ndogo ndivyo kiwango cha amani kinavyokuwa juu. Katika kusini mwa jangwa la Sahara, DRC imeshika nafasi ya mwisho ya 44 kati ya nchi 44 kwenye jedwali la kikanda la ripoti hiyo. GPI, ambacho ndicho kipimo kikuu cha amani duniani, kinazingatia viashiria 23 vya ubora na kiasi kutoka vyanzo vinavyotambuliwa na kinahusisha 99.7 ya watu wote duniani. Hupima amani kwa kuangalia maeneo matatu: usalama wa kijamii, ukubwa wa migogoro ya ndani na ya kimataifa, na kiwango cha kijeshi. Kwa upande wa DRC, baadhi ya viashiria vinavyoashiria hali mbaya kabisa, alama 5 juu ya 5, ikiwemo ukali wa migogoro ya ndani, upatikanaji wa silaha nyepesi, uhalifu wa kutumia nguvu na kiwango cha hofu ya kisiasa. Aidha, kuna alama za juu kwa kututulia kisiasa, alama 4 juu ya 5. Maandamano yenye vurugu, DRC imepata alama 4.25 juu ya 5 na kiwango cha mauaji alama 4.25 juu ya 5. Kwa undani, migogoro ya kitaifa na ya kimataifa, DRC imepata alama 3.647 juu ya 5. Usalama na ulinzi wa jamii, DRC imepata alama 3.713 juu ya 5. Kiwango cha kijeshi alama 2.117 juu ya 5. Kwa jumla, GPI 2025 imeonyesha kuwa amani duniani inaendelea kudorora, ikiwa kwenye kiwango cha chini kabisa tangu kipimo hiki kilipoanzishwa. Nchi zenye amani zaidi duniani ni New Zealand, Ireland, New Zealand, Autriche na Uswisi. Wakati hayo yakijiri, taarifa zingine zinasema kuwa mpango wa chakula duniani WFP umeeleza wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa machafuko katika jimbo la Kivu Kusini. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa limeomba msaada wa dharura wa dola milioni 67 ili kuendelea kutoa msaada katika kipindi cha miezi mitatu ijayo, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumanne 23 Disemba. WFP pia inasema inahitaji dola milioni 350 ili kuendeleza shughuli zake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi hapo, imeomba dola milioni 39 kwa Burundi na milioni 17 kwa Rwanda katika mazingira ya uhaba mkubwa wa ufadhili unaotishia kutishia misaada muhimu kwa mamilioni ya watu.
Ingawa chakula kimehifadhiwa katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika, WFP inatahadharisha kuwa bila msaada wa haraka wa kifedha, shughuli zake zinaweza kusitishwa mara moja. Kwa mujibu wa shirika hilo, watu milioni 2.8 tayari wamekabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula jimboni Kivu ya Kusini, ambapo karibu milioni 1 wapo katika hali ya dharura. Kufikia Januari 2026, idadi hiyo inaweza kuongezeka mara 7. Mzozo huu wa chakula unaweza kuwa mbaya zaidi ikiwa hatua za dharura zitachukuliwa, ameonya Sencha Jones, mwakilishi wa muda wa WFP nchini DRC. Machafuko haya pia yamesababisha watu kukimbilia nchi jirani. Nchini Burundi, WFP inasaidia takriban wa Kongo 94,000 waliowasili hivi karibuni kwa kuwagawia mlo wa moto kwenye vituo vya mpito. Nchini Rwanda, hadi watu 1,000 wamepokea msaada wa chakula na lishe ya dharura. Hata hivyo, shirika hilo limeonya kuwa hali yao ya kifedha ni ngumu sana. Hadi Jumatatu, WFP ilitangaza kupunguza kwa 75% mgao wa chakula kwa wakimbizi nchini Burundi. Bila msaada wa dharura na ufadhili wa ziada, hatuwezi kukabiliana na mzozo huu ambao uko karibu kwa janga la chakula, amesitiza Sentia Jones. Ni hayo ndio ambayo tulikuwa nayo kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tumalizie uchambuzi wetu wa habari na kule Burundi. Ni kwamba mashirika ya misaada nchini Burundi yamebainisha kuongezeka kwa idadi kubwa ya maambukizi ya ugonjwa wa kipindupindu katika baadhi ya kambi za wakimbizi wa nchi ya DRC nchini Burundi. Radio Kivu Burundi tunajiunga na mwenzetu Bukuru Elias Daniel kwa mengi zaidi. Mashirika ya misaada nchini Burundi yanasema hali ni mbaya kwa wakimbizi wa Kongo ambao hivi karibuni wamekimbia mapigano mapya katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema katika kambi zao wanakabiliwa na uhaba wa maji safi, chakula, hali duni ya vyoo na mahitaji muhimu, huku idadi ya wakimbizi ikiendelea kuongezeka katika siku za hivi karibuni. Changamoto nyingine zinazowakabili wakimbizi hao ni ugonjwa wa kipindupindu ambao umeripotiwa katika makazi ya muda kama vile Chibitoki, mkoani Bujumbura na Rumonge mkoani Burunga. Zakari Moru, mratibu wa MSF nchini Burundi, anasema wamepokea karibu watu 37,000 waliovuka mto Rusizi na sasa wanahifadhiwa katika wilaya ya Ndava katika eneo la Chibitoki kaskazini magharibi mwa nchi, kulingana na taarifa iliyotolewa na shirika hilo. Anasema wanatibu watu 200 kila siku magonjwa mbalimbali, wakiwemo wale ambao tayari wameugua kipindupindu. Mbali na ugonjwa wa kipindupindu, MSF inahofia kwa magonjwa mengine kama vile malaria yanaweza kuongezeka, huku 42% ya wale waliopimwa hivi karibuni wakiwa na ugonjwa huo. Wilayani Rumonge katika mkoa mpya wa Burunga, mkuu wa wilaya ya Rumonge Auguste Minani anasema takriban watu 10 wamegundulika kuwa na ugonjwa wa kipindupindu. Wakazi wa wilaya hiyo wakiwa na wasiwasi kwamba wanaweza kuambukizwa ugonjwa huo kutoka kwa wakimbizi hao. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Ni kupitia ripoti ya mwenzetu Bukuru Elias Daniel ndipo natamatisha uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo, na kushukuru msikilizaji kwa kuweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile vile sitakosa kushukuru jopo nzima waandishi ya habari wa Radio Kivu walionisaidia kuziandaa. Msomaji alikuwa Omari Makelele Ozile, Safari Alimasidilwe alinisaidia kunako dawati la mitambo. Nasema asante na kwaheri.